Kwa majina naitwa Mwalimu Kwasa Bulenga, afisa elimu wa mkoa wa Mara. Tupo hapa Mwanza, walimu wa shule za msingi kutoka halmashauri zote za mkoa wa Mara kwa ajili ya mafunzo kwa walimu wa masomo ya hisabati na English. Hao walimu wapo kama makundi mawili, wale walimu wa shule zile ambazo zimefanya vizuri katika mkoa wetu kwa halmashauri zote, na walimu ambao shule zao hazijafanya vizuri katika masomo ya hisabati na English. Ni utaratibu, tumeanza na masomo haya mawili kwa sababu ufaulu wake sio mzuri sana katika mkoa wa Mara. Kwa hiyo wamekuja kubadilishana uzoefu, kubadilishana utaalamu kwa shule zile ambazo zimefanya vizuri na zile shule ambazo zimefanya vibaya, ili hatimaye baada ya mafunzo haya basi shule ambazo zimefanya vibaya katika masomo haya na zenyewe basi ziweze kuweka mikakati ya kuweza kufanya vizuri katika masomo haya kwenye shule zao. Bado kama viongozi wa mkoa wa Mara na viongozi wa halmashauri ambao na wenyewe wako hapa, tunaendelea na mikakati yetu ambayo tunafanya ufuatiliaji wa ufundishaji wa haya masomo. Tumejiwekea mkakati kutumia MEWAKA pamoja na zile jumuiya za kujifunza ili hatimaye tuweze walimu waweze kupata utaalamu na njia bora za kuweza kufundisha haya masomo. Kwa hiyo MEWAKA kutumia JZK, walimu wataweza kupata njia nzuri za kuweza kukabiliana kuwafundisha watoto katika masomo haya ya hisabati na somo la English. Nafasi ya jamii na wazazi ni kubwa sana. Kama mzazi na jamii itaruhusu wanafunzi wao kwenda shule bila kuwa na utoro, nafasi kubwa ya wanafunzi kufanya vizuri ipo. Tuna shida sana ya utoro katika baadhi ya halmashauri katika mkoa wa Mara, hasa jamii ambazo ziko kando ya ziwa na jamii zile ambazo ziko pembezoni mwa migodi. Watoto wengi kutoroka na kwenda shuleni mara moja. Sasa kama jamii itaweza kushirikiana na walimu au wanafunzi wakaenda shuleni, ina maana walimu watawafundisha hao watoto moja kwa moja bila kuwa na utoro, na hatimaye kuweza kumaliza ile syllabus yote na mtoto akaipata bila kurukaruka. Kwa hiyo jamii ikishirikiana na walimu kuhakikisha kwamba hawa watoto wao wanahudhuria shuleni bila kukosa kama sheria ilivyo, basi hao watoto wana uwezekano mkubwa sana wa kuweza kufanikiwa. Kimsingi matatizo mengi yanaanzia kwa mwalimu na mazingira mwenyewe kujifunza na kujifunzia. Kwa maana kama mwalimu mwenyewe ni mzuri, ana mbinu bora za kufundisha, anaweza akawamotisha wanafunzi na kuwafanya walipende somo lake. Hiyo inaweza ikasaidia sana kuinua kiwango cha ufaulu, ukiondoa sasa mambo yale mengine ambayo tunasema ni changamoto zilizopo. Kwa hiyo na sisi kimsingi hapa tunataka walimu wetu, maafisa elimu, waratibu elimu kata, kwamba katikati ya changamoto walizonazo ni kitu gani wanaweza akafanya kuinua ufaulu, kwa sababu tunaamini kipo kwamba kama shule moja inafanya vizuri na shule nyingine inafanya vibaya wakati ziko eneo moja, maana yake kuna mmoja hapo ameshindwa kufanya kitu fulani kulingana na changamoto zilizomzunguka. Naitwa Eunice Selingaya Makere, afisa elimu awali na msingi Butinyambo. Ni kweli haya masomo kwa maksi za kawaida yako chini, lakini sasa hivi tuna mkakati bora, shule bora wametuwezesha. Tutapanga jinsi ya kufanya training kwa wale walimu wa darasani. Tulichoona gap ni zile mbinu za kufundishia. Kwa hiyo tutazidi kuwasisitiza mbinu za kufundishia ziwe nzuri, ziwe competence based, ili na washirikishwe vizuri watoto. Tunashukuru Mungu, serikali yetu imeleta vitabu. Kwa maana hiyo vitabu sasa hivi ni 1-to-1. Mtoto mmoja kitabu kimoja. Kwa hiyo hata zile reference zipo zitawasaidia. Kwa jina naitwa Paulina Yohana Makolo, mdhibiti mkuu ubora wa shule halmashauri ya mji wa Bunda. Sisi kama wadhibiti ubora wa shule tuna wajibu wa kuangalia ufundishaji na ujifunzaji wa masomo haya ya hisabati, Kiingereza
ambayo somo sasa ni English na masomo mengine. Baada ya kuangalia ufundishaji wake na ujifunzaji, huwa tunaangalia mbinu zile zilizo bora ndizo ambazo tunazishauri walimu waendelee kuzitumia. Zile ambazo hazifai, tunakaa na walimu tunawaelimisha mbinu gani bora ambazo tunaweza zikatumika, na uzoefu mzuri ambao tunaupata kwenye shule nyingine tunausambaza kwenye shule nyingine pia ambazo hazifanyi vizuri. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba mtoto wa Kitanzania anapata elimu iliyo bora.